Yesu asifiwe. Wapendwa, na leo Jumapili ya tarehe 5 mwezi wa 10 mwaka 2025. Ni Jumapili ambayo tunawakaribisha tuweze kuumini pamoja. Kanisa letu linaitwa Faith Pioneer Pentecostal Ministries, linaongozwa na Baba Askofu Peter Ochieng. Jumapili iliyopita, Jumapili ya tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka 2025, Baba Askofu aliweza kutuhubiria na tukaweza kujifunza ya kwamba faida ya hatima yako na faida ya hatima yako inakuja kwamba iwapo unahitaji uweze kupata faida ya hatima yako ama uweze kufaidika katika hatima yako, ni lazima ukuwe muombezi, ukuwe mwenye maombi kabisa, ili ukaweze kuyashinda majaribu, ukaweze kushinda vizingiti vyote ambavyo umewekewa na mwovu shetani, ambavyo umewekewa na watesi na wachawi na waganga, ili tukaweze kuwa washindi na tukaweze kuona faida ya hatima yetu. Siku ya leo Jumapili ya tarehe 5 mwezi wa 10, ukaweze na wakaribisha kwa ibada ya leo, tukaweze kuumini pamoja. Na iwapo uko mbali, pengine hautaweza kufikia katika ibada ya leo, tunayo nambari ya Baba Askofu, unaweza mtafuta baadaye anapomaliza ibada, unaweza wasiliana naye. Namba yake ya simu ni 0722785234. Namba ya Baba Askofu ya simu ni 0722785234. Alafu iwapo unahitaji kutoa matoleo yako kwa kazi ya Mungu, unaweza kulipa kwa akaunti ya banki, na tuko na paybill ni 400-200, alafu account number ni 883505. Wapendwa, karibu sana tukaweze kushiriki neno la Mungu, ili tukaweze kubarikiwa sisi wote, tukaweze kufunguliwa na hata tukaweze kupona katika maisha yetu. Asanteni sana, karibuni kwa ibada. Umbali umenitoa, ndio maana nitalisimama.
Amen. Kwaya na kwaya. Mwezi wa 10, 11 na 12 wabarikiwe. Wote Mungu awabariki. Wakuingia mwezi wa 10. Amen. Mpaka ndako mwenzako mzuri. Ana mstari kwa kichwa hapa. Ama kuna kitu kimefura hapa kwa uso. Kama hakuna yako sawa. Haya, msalimie. Mwambie umeshukuru kumuona. Hana mkuja kwa uso. Haleluya! Haleluya! Salimia watu 10 na waambie Mungu akubariki sana. Unafikisha mwezi wa 10 Oktoba. Simama, salimia watu 10. Natangaza injili ya Yesu aliyeniokoa. Mimi natamani nione uso wako, naomba usikilize ombi na dua langu. Tamani kuona uso wa Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Mwezi wa 10 ni wetu. Mwezi wa 11 ni wetu. Amen. Wa 12 ni wetu. Amen. Ya faida mwezi wa 10. Amen. Faida mwezi wa 11. Yes. Na 12. Yako dada. Yako ndugu. Yako mwanafunzi. Yako kijana. Yako binti. Yako mtane. Yesu wote. Aminia faida. Haleluya. Mwezi wa 10 na 11 wakanga na wachai na madua wanajua kwamba hizo ndio mwezi washiriki wengi wanaanza kuinuliwa. Wengine wana mashamba, wengine wanajenga,
wengine wanabarikiwa na watoto. Amen. Wengine wanabarikiwa na kazi, wengine wanabarikiwa na maendeleo. Sasa Wachina wakati na watafuta hiyo mwezi wa 10 na 11 kufanya makafara, matambiko, wachukue jina lako, wachukue picha yako, wachukue nguo yako, waende matambiko kuchukua ile nyota ya mwezi wa 10, wa 11 na 12, lakini wakati huo hakuna. Amen. Haleluya. Sema wakati huo hakuna. Wakati huo hakuna. Achukue yangu. Achukue yangu. Achukue tuma yangu. Achukue tuma yangu. Achukue nyota yangu. Hiyo ni akili. Hiyo ni uchumi. Hiyo ni familia. Hiyo ni watoto. Hiyo ni shamba. Hiyo ni kazi. Achukue katika jina la Yesu. Amen. Esther na Mordekai alikuwa mchumba wake Esther. Walihangaika. Familia yao, watoto yao, jamii yao kubwa iliuawa. Walikuwa kwa nchi ya ugeni. Amen. Baada ya miaka kuomba na kulia Mungu, ilifika mwezi wa 10. Mungu akamwambia Mordekai, akamwambia Esther, leo ni siku yako. Amen. Leo siku yako. Amen. Leo siku yako. Amen. Leo siku yako. Ya kupata mahusiano ya ndoa yake. Amen. Ndio zako inakusumbua. Ile inakusumbua. Leo ni siku yako. Leo ni siku yako. Leo ni siku yako. Leo ni siku yako. Siku ya kazi yako. Siku ya kazi yako. Siku ya masomo yako. Siku ya masomo yako. Siku ya ndoa yako. Siku ya ndoa yako. Siku ya faida yako. Siku ya faida yako. Siku ya kibali. Siku ya kibali. Ya kununua shamba. Ya kununua shamba. Ya kujenga. Ya kujenga. Ulifikia. Utavuka. 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 Katika jina la Yesu. Baada ya miezi 9, wacha mwezi wako Mungu akuonekanie. Baada ya miezi 9 kuna leo kutusiwa miaka na miezi 9. Wacha hii mwezi wa 10 na 12 Mungu akuonekanie. Akutendee mema kwa hiyo ndoa yako. Akutendee mema kwa uchumi, akutendee mema kwa biashara, akutendee mema kwa masomo. Ni mmoja wa tatu ambao wamekuenda miaka 9 wako grade. Wengine miaka 4 wako form 4. Wengine kwa university, wengine college. Tutajia graduation. Tuombe katika term 3. Faida ya elimu yao, faida ya masomo yao, Mungu awabariki. Angalia. Tutafanyaje maisha kuhangaika, maisha mateso? Mchomba karelia, wewe mtu msikie mtoto luki yake. Nimekuja naye. Siku zote tutakuwa namna gani? Haleluya. Esther 2:14. Haleluya. Sasa hiyo wakati walitafuta siku kuchukua yote yako, kuwa biashara, kuwa kazi, kuwa ndoa, kuwa elimu, kuwa masomo, kuwa akili, kuwa nyota mikono yako. Wanaangalia siku. Mbona kalenda ya mtu waanza kushikwa mwezi wa 10, 11, 12. Wanasikia kalenda ya siku yako iliyozaliwa. Hiyo siku iliyozaliwa yako ifanyie kalenda. Wakasema siku zaliliwa itazaa kifo, itazaa mauti, itazaa chali. Wanasikia siku kalenda ulikuwa nyota kali, ulikuwa kibali gani, ulikuwa kima gani, kuhusu ndoa yako, kuhusu masomo yako. Wanasikia kama huyu huyu ya chali. Amen. Huyu asipate ndoa, huyu asoleke, huyu asisome, asifanye biashara, asichenge, asifanye kazi. Wanatafuta si ndio muda akifa, wanaandika siku zaliwa na siku alikufa. Wanaandika wiki. Wanaandika wiki. Hakuna hiyo. Amen. 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 Ndio wanafanya. Amen. Haleluya. Wanatafuta siku ya kalenda yako.
Yesu, kalenda yako ulipozaliwa ulikuwa na nyota gani? Ulikuwa na kibali gani, hatima gani? Mtoto wako huyo alikuwa nyota gani na hatima gani? Mke wako huyo alikuwa nyota gani, hatima gani? Katika biashara yako, katika kazi yako, katika ile ofisi, je, ukiwa mahali pale kuna mafanikio aina gani itatokea mahali pale? Vile mtu anasoma kwa primary au sekondari university, ni sehemu gani atafanikiwa siku inayokuja? Wana wanaekea siku. Wengine ataekea siku kwa wazimu. Wengine anasema kutumia magonjwa. Wengine kutumia ajali. Wengine kutumia talaka. Wengine kutumia mauti. Na kutumia kwa na ugonjwa ambao sio yako. Siku inadaliwa kwa sababu ya nyota yako. Amen. Amen. Na tunaomba kwa hii mwezi wa 10 na 12, siku yote ambayo imepandwa mbele yako, sehemu ya uchumi yako, mikono yako, uso wako, watu yako, lazima tuashinde kwa damu ya Yesu. Amen. Na anayepanga siku mbaya kwako, wala tuombe leo imrudie yeye. Amen. Wewe utaombea kila siku, mrudie yeye pia aonje uchungu. Amen. Haleluya. Soma. Nasoma kitabu cha Esta 2 kuanzia mstari wa 14. Huenda jioni na asubuhi kurudi nyuma ya pili ya wanawake mikononi mwa shagazi msimamizi wake mfalme mwenye kuwalinda masuria, wala haingii tena kwa mfalme isipokuwa amempendeza mfalme, naye akaitwa kwa jina. Hata ilipowadia zamu yake Esta binti Abihaili mjomba wake Mordekai, ambaye alimtoa. Ilipowadia zamu yake Esta, mwezi wa 10 ilifika. Zamu yake ya mahusiano kupata ndoa. Walikuwa wengi, kimi akachaguliwa. Wacha Mwenyezi Mungu akuchague. Amen. Achague watu yako. Ni uhai akuchague upate uhai. Amen. Ni uzima achague upate uzima. Amen. Ni masomo achague watu upate kupita. Ni ndoa yako achague upate kujenga. Amen. Walikuwa wengi. Wazuri sana. Warembo sana. Yale Mungu ameweka kwa Esta ilikuwa inatimia. Ambaye mwenzake yale Mungu ameweka ndani yangu itatimia mwezi huu. Yale Mungu ameweka ndani yangu. Wacha wasiwasi itimie. Amen. Unaogopa nini? Mwambie yangu itatimia. Kama utaki yangu itatimia. Kama utaki yangu itatimia. Amen. Amen. Baada ya maombi siku nyingi ikafika wakati zamu ya Esta ikatimia. Zamu ya Mungu ikatimia. Mula iko hapo. Leo ni zamu ya vijana wanaosoma, Mungu abariki masomo. Wanataka kuoleka kwa ifike ianze leo. Ianze leo. Ianze leo. Wanapanga shule. Wanapanga kazi zao. Zamu za ndoa. Zamu ya kazi. Zamu ya biashara ionekane ndani yao. Metimie. Sitaki uende kwa Sofia usiku saa 6 usiku na garagara huko. Utakufa haraka, sitaki ukufwe. Vijana. Na kimbia huko. Utalia. Vijana. Zamu yako ni mwezi 3, utajishindia mtu mzuri. Kama ni mbaya Mungu anaenda kumuondoa. Anayekudanganya kila wakati anaenda. Anakuja mzuri. Ni wateja wako wanakuja wazuri. Ni biashara yako inakuja mzuri. Ni kazi yako inakuja mzuri. Wakubwa wako wanakuja wazuri. Marafiki wanakuja wazuri. Na marafiki wabaya kwenda. Haleluya. Amen. Lazima marafiki wabaya yule naomba na yeye. Huyo sina kitu mbaya. Huyo ni mzuri, mnaingia na imani, mkikosana mnastamiana, mnaendelea kwa imani. Huyo rafiki wa maana. Kwa sababu unaikana imani. Hata mgeni sikia hivyo tunafika yeye na angalia rafiki yake hapo. Ukile rafiki yako yenda. Sio hiyo. Hii mnakula mkate mmoja kwa mama mmoja. Hii ni watoto wa mmoja. Hata mkosane bado mtapendana tu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Miaka.
Akili yake kumbuka yote ilikufa. Akili yake ona chochote kwa nchi geni, lakini Mungu alikuwa na sababu kwa nchi geni akwe malkia. Amen. Kweli ofisi akwe apate kazi kubwa. Kweli ofisi apate kulio mshahara wake. Lakini hapa leo toka jelipa mshahara hata kuweka jelipa mshahara. Naomba hivi. Yes. Walipe mshahara. Kwa jina la Yesu. Wapate promotion. Kwa jina la Yesu. Wapate cheo. Kwa jina la Yesu. Aoleke. Kwa jina la Yesu. Aoe. Kwa jina la Yesu. Hiyo sura mbati mashatoa imekuwa sura mzuri. Amen. Wewe mimi tu leo. Hata naona umeng'ara tu, Mungu ashachagulia mtu. Soma. Hata ilipowadia zamu yake Esta binti Abihaili, mjomba wake Mordekai, ambaye alimtwaa kuwa binti yake ili aingie kwa mfalme, yeye hakutaka kitu ila vile vilivyoagizwa na Hagai msimamizi wake mfalme, mwenye kuwalinda wanawake. Naye huyu Esta alikuwa amepata kibali machoni pa wote waliomuona mfalme. Basi Esta alipelekwa kwa mfalme Ahasuero katika nyumba ya kifalme mwezi wa kumi. Mwezi wa kumi. Amen, mwezi wa kumi. 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 Kuna mahusiano. Kuna kibali. Kuna dadarema. Kuna dadarema. Kuna malaika. Hata kwa nyumba yako, kwa watu yako, kwa akili yako, kwa maisha yako katika jina la Yesu. Siku yake aliomba mpaka akapata siku yake. Hiyo tarehe ilizaliwa ina baraka kubwa. Leo tarehe inatengenezewa siku yake kufa, na kupata magonjwa ya visirani, ya mikosi, ya ndoa kuharibika, mpaka kuharibika. Leo siku lazima tuitakase leo. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mwezi wa kumi anapata mahusiano ambayo ilikuwa ndani yake. Ni Mungu alimpea mahusiano. Amen. Mungu akupe mahusiano ndani ya roho yako. Amen. Labda ile biashara ama ile kazi ama ile tenda ama kwa ile ofisi ama kwa masomo yako, Mungu akupe mahusiano yake. Amen. 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 Zaburi 118 mstari wa 24. Kusoma kitabu cha Zaburi 118 kuanzia mstari wa 24. Siku hii ndiyo aliyoifanya Bwana, tutashangilia na kuifurahia. Maana kuna mchawi pia anachukua siku anaifanya na kwamba haya, siku hii ndio Mungu Bwana alifanya iwe siku nzuri kwako. Naye mchawi kuna siku nzuri na mbaya. Baada ya kumlia Mungu katika siku yake ya mahusiano, ya biashara, ya kazi, ya kupita mtihani inakuwa nzuri, lakini adui kazi yake nini? Hiyo siku yako hiyo anaifanya inakuwa na balaa, inakuwa na magonjwa, inakuwa na mauti, inakuwa na kifo. Na tunaomba siku yako kuanzia mwezi wa 10, siku zote zako za mwezi wa 10, yes, za 11, za 12, Bwana Yesu, kuwe nzuri. Amen. Zikuwe za baraka. Amen. Zikuwe za rehema. Amen. Kwa sababu kuna siku mbaya mtu anaekewa kwa sababu nyota yako, unaekewa chali, unaekewa mikosi, unaekewa balaa, unaekewa magonjwa iko ndani yako inakupata. Kila kasema namna gani? Soma. Siku hii ndiyo aliyoifanya Bwana, tutashangilia na kuifurahia. Bwana, utuokoe twakusihi. Bwana, utufanikishe twakusihi. Baada ya kwenda kanisani, baada ya kuomba na kufunga, akatoka akienda mausoni yake, ndoa yake, kazi yake atapata pale. Akajua siku yangu ni leo, nitaomba. Amen. Siku ya mtoto wangu ni leo, nitaombea mtoto yangu. Amen. Siku ya ndoa yangu ni leo, nitaombea ndoa yangu. Amen. Siku ya mahusiano ni leo, nitaombea mahusiano yangu. Amen. Aliomba. Nilikwambia mwezi wa 11 ni mwezi wa faida.
na ni mwezi wa adui, atafuta siku ya kurudi maisha yako. Amen. Hii bwana maisha ile kazi ilikuwa yako, umekuwa mkubwa pale, na maisha inakuwa mwingine. Siku unatengeneza kalenda ya uwaji, kalenda ya magonjwa, kalenda ya misigani, kalenda ya talaka, kalenda ya mikosi, kalenda ya balaa. Kama rafiki yako wazuri na kutoroka na kuacha hapo, hata bila wasaidia kwa kuacha. Tunataka siku au marafiki wa kuache, uzoka na kupenda na kuacha. Kazi ilikuwa imekuingia mzuri na kuacha. Biashara na kukataa, siku penda kwako. Siku yako imekamatwa ikikuwa balaa, ikikuwa babaya, baada ikuwe nzuri. Kwa sababu ya hatima Mungu ameweka ndani yako. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Zaburi 27:4. Kusoma kitabu 27 kuanzia mstari wa 4. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana. Siri ndio hiyo. Akae jana ile Mungu. Siku yake imechukuliwa ya mauti, ya magonjwa, ya usirani, ya mikosi, ya balaa. Anasema siku zake zote atakaa nyumbani kwa Bwana na Mungu atafungua njia zake. Haleluya. Amen. Siku zote za maisha yake. Amen. Amen. Siku zote za maisha yake anasema nini? Atakaa nyumbani mwa Bwana. Ili Mungu afanye nini? Atengeneze nini? Maisha yake pale ilikuwa imebomoka ama ilikuwa ni mzuri. Kama Esther na Mordekai wange kwenye kuabudu Mungu akina kweli. Wangeone hiyo malikia. Amen. Amen. Wangeona. Walijua vita vivyo, lakini siku zote zao walishinda wakiomba kuhusu mahusiano yao, kuhusu ile cheo, kuhusu ile kiti. Ni vita, chochote utakacho kinapigwa vita. Lazima uilinde siku zote, uwe ni mwenyewe wa Bwana. Maana yake ukwende na Kristo siku zote ya maisha yako. Na kupigania vita. Ukiwa nje ya Kristo, adui atachukua siku yako ya baraka. Siku yako ya kung'aa itachukuliwa. Atakuachia balaa, atakuachia visirani, atakuachia mikosi. Tuko pamoja? Amen. 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 Alijua, kasema siku zote za maisha yake, siku zote za maisha yake ya ndoa, ya biashara, ya kazi, atakuwa akiishi kwa nyumbani ya Bwana. Alijua akiishi nje, yeye eneo maisha yake yote itaribika. Kaza kesho yako inatafutwa. Kesho kazi yake inatafutwa. Kesho ile bomba umenunua utaka kujenga inatafutwa. Kesho mtoto wako yuko primary, yuko school na yuko university, anatafutwa kesho yake ili asifikie hatima yake. Amen. Amen. Amanda shule form 4, muombe, endelee mbele, ama mtafutie kosi yote. Na muombe. Amen. 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 Ni ndoa yako, ni kazi ya maisha yako. Dumu kwako, tafuta uso wa Bwana kila wakati. Sasa uko nayo, ngangana na imani. Sasa unangangana kwa sababu maisha ndio tuko duniani, maisha ya up and down, lakini tukiwa na Yesu anatupigania. Amen. Amen. Anasema maisha yake yote, maana yake kulikuwa na shida, kulikuwa na majaribu, kulikuwa na mazito, lakini hakuacha neno la Mungu siku zote za maisha yake. Amen. 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 Wacha mwezi wa 10 na 11 12 udumishe imani yako. Yes. Kwa sababu ni mwezi wa faida kwa wewe. Pia ni mwezi wakanga na wachawi watafuta faida yako, waichukue na kuachia mabaya.
Amen. Amen. 2:12-1-3. Hii mwisho moto yako, biashara yako, kazi yako, ukijua kwamba kuna vita ya madhabahu na matambiko kuhusu hatima yako. Lakini siku zote ya maisha yako dumu kwa imani ya Kristo aliye ndani yako. Amen. Atakupa nguvu na silaha kutosha ya kushinda hizo hila, hizo mitego na hizo mishale. Tusoma kitabu cha Mhubiri 12:1-3. Mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya. Ndio hiyo. Wameingilia vijana. Amen. Amen. Kwa chini ya 40 years wewe ni kijana. Gen Z. Amen. Amen. Ukimesi tu mweka yako saa hii, ngoja miaka mingine 10 huna chochote. Vijana wetu chini ya miaka 30, kimesi saa hii, miaka mingine 10 hauna chochote. Kama ni kusoma soma, kama umepata kazi biashara, weka bidii na waambie Mungu nisaidie kwa biashara, saidia kwa kazi, na Mungu atakusaidia. Na hiyo bidii yako ya maombi, Mungu atabariki kwa kazi na kwa biashara. Lakini kwa hiyo ujana wako, haribu mwili wako. Iko siku ndani. Tasema kama ningejua ulikuwa na marafiki vijana karibu ngapi? 15. Hata mmoja atakupa mimba, hata mmoja anataka utujui nani. Hii ni ujuangu, siji ni ukendo, siji nani. Amen. Amen. Jini John, jini Bongita, jini nani. Amen. Kulingana tena mahali tafikiri ni labda wakati ukipa peke yake. Upande umepata magonjwa. Imeua destiny yako ya miaka 20. Utafika wapi? Ambia mwenzako, sawa hiyo roho unafanya kupata magonjwa. Utafika wapi? Salimia kuzea, hata wazee ndio hatari sana. Hiyo roho unafanya ukipata magonjwa utafika wapi? Amen. Amen. Anasema hivi jana, kesi inakuja, utakuwa na bomo, utakuwa na watoto, utakuwa na nyumba. Na unaharibu sasa, utapata nyumba wapi, ndoa wapi, kazi wapi, biashara wapi? Vita. Amen. Amen. Usicheze ujana wako. Tegeza ujana wako, na kingine 15 utafurahia. Ukijaribu sasa hivi. Kutokaisha miaka 15 tukisumbua na wewe. Jana wetu. Nyinyi ndio bado vijana, uko watu wawili watatu, bado wachanga. Linda ndoa yako. Ujia kesho. Zawa kwa maombi. Naambia Mungu watu yangu, ndoa yangu ilinde. Ukichezea unakupiga utalia. Kuna watu wengine watafuta watoto wamekosa, na Mungu anakubariki. Upeleke maziwa huko na peleka maziwa pale. Salimia mwenzako, mwambie usikose kuja kanisani, unafundishwa. Usikose kuja kanisani, tunafundishwa. Na kuletea Mungu na kutenda ndani, unaimba za 10. Na 10 kwa Mungu ndio kusema kwa watu wetu, kwa ndoa zetu, kwa elimu, kwa uchumi, ndio kwa sababu maandiko yanakuja. Amen.
Na mimi na sababu, kwa sababu ndani yetu kuna watu wanafanya hii maandiko. Sasa kuna pengine mazito yamekuja kwa sababu tumechezea hiyo eneo Mungu alikuwa anakubariki. Ikakuja magumu na kesho watu wetu ikakwama. Kesho yako ikakwama. Kisha mambo yakakwama kwa sababu nini? Kuna mambo ndani yako umeyawacha. Watu na Mungu alikuwa duniani. Kupa kaza, kupa watoto, kupa boma. Uko hapo? Uko hapo? Soma. Mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Ile miaka nyuma, ukienda 25, 30 ujaribu maisha yako. Intie uruguo kwa kitezo hapa kuna Kikamba usema huko Kikamba nasema nini? Evo no, si kevo ni evo. Kama kapiga siku alikuwa anaonywa, anaonya vijana, anaonya wenye toa, anaonya kazi, anaonya biashara, anawaambia kuna adui yuko mbele, ameshinda kutafuta kwa imani, anatafuta kwa raha. Kwa nasa, kwa dhambi, kwa uovu. Wengine hata wengine singine kuna wataingia kwa uganga. Hata nenda yuko uganga. Kama Saulo asapewa utawala na uko yao ilikuwa duni sana, hata wafai mbele zaidi, akapewa utawala. Alipopewa utawala alikuwa mkubwa, akaingia kwa uganga. Tunafika wakati Mungu atufanikia watu wetu, tumelia watoto, tumelia biashara, tumelia kazi, tumelia kujenga, tumelia kila kitu. Lakini kufuata siku zote kwani nyumba na Bwana, kifika siku hiyo ng'ombe inang'ara, uonekane. Hata ujali, ukiambiwa leo tuna mkutano, leo tuna mambo unasema, nyinyi ndio mnashida ubendi. Wewe jinsi utaku? Siku zinakuja utakuja. Sasa tukianza sana kuomba mara ya pili. Ni uzito. Mungu ana kurembo, Mungu akosa kurembo. Ni mzito. Sikilia ukiwa sasa. Alikutoka kwa pombe, ukipata marafiki yako watamani wa pombe waambie mimi niliokoka. Kombo hao hapana wamkomboa na kucheza pombe. Bwana Yesu nyinyi mnakana mnakana. Salimia mwenzangu unakana mnakana wewe. Wewe unavuta tu kwa pombe wewe ni kwa pombe. Budu la sherati yako sherati. Wala kutoa huko wapi dada. Hai mambo kwenda sasa usiku huko Sofia siji wapi. Wachana hiyo. Twende kwa Yesu. Twende kwa Yesu. Siki nakuja tadia. Wewe ndio kimbelembele umeenda kwa njia. Ya. Na mimi hapa nakemea baba hii pepo mbaya kwenda nje itoke. Ametoka. Alafu bila kutembea pepo itoke kumbe inatoka. Mwogita. Nakemea itoke leo kumbe inatoka na wewe. Inaenda ndani. Sasa tupoje mwezi wa 10 Mungu atutendee jambo. Amen. Kila mtu ukosa lakini Mungu rehemu. Amen. Baada ya amri 10 kuangushwa, Mose akatupa. Alipotubu tena Mungu alimwandikia nyingine amri 10 nyingine mpya. La pili, second chance.
Wacha mwezi wa 10 kwa second chance ya kupata faida zetu. Turudie Mungu jamani, ili watu wetu, baba zetu wafaidike kupitia kwa imani yetu. Amen. Kanisa hili lifaidike. Kuleta wakina kibaliwa kupita kwa imani yetu. Amen. 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 Mungu. Amen. Salia mwenzako, sijui kama na wewe wapilijai. Sijui kama utakuja Jumapili ijayo. Haya. Mwambie niliguza. Niliguza. Lakini mimi naomba Mungu anisamehe tarudi. Lakini mimi naomba Mungu anisamehe. Sikimbii narudi. Sikimbii narudi. Naona roho kama ubarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Maisha sasa ucheze ni kutafuta uso wa Bwana. Biblia inasema siku zote maisha yake alikuwa nyumbani mwa Bwana. Alijua maana nyota yake, nyota kazi yake na maisha yake alijua. Akimesi hiyo nyota imeenda. Kabisa. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Psalms 91 verse 9. Tukikataa, wewe bila kuja. Tukikataa, nani? Psalms 91:9. Tusoma kitabu cha Zaburi 91 kuanzia mstari wa 9. Kwa kuwa wewe Bwana ndiwe kimbilio langu. Umemfanya aliye juu kuwa makao yako. Mabaya hayatakupata wewe. Wala tauni haitakukaribia hema yako. Kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako. Kwa sababu kutuma kwa imani kwa nyumba ya Bwana, anawakiza malaika tembea watu yako kwa ile masomo, kwa ile mtihani, kwa ile kazi, kwa ile biashara, kwa njia zako, ukienda wapi anakuinda kwenda kurudi. Na kimkataa nini ndio kuona ametumisha. Wale kwa nje adui anatafuta hiyo nyota hiyo. Aliari leo mimi naomba kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, ni maisha yako, ni biashara yako, ni kazi yako, Mungu akupishe yote yako. Leo ni kumelia muda na muda umelia, kwa sababu hii mwezi wa 10 Mungu kuleta urejesho, kwa kusamehe na kutakasa na kubariki. Amen. Ni mwezi wa 10 wa kila moja kwa mbili. Sasa idumisha imani. Fika Disemba utaniambia. Amen. Mambo gani kujikinda kwa mzigo kwa nasema kweli Mungu ni mkuu. Nakumbuka hii siku Mungu alikurudisha kwa imani. Na kwa watu yako, kazi yako, biashara yako ikarudi. Kazi yako ikarudi, tena ikarudi. Kazi ya ndugu yako, dada yako, mtu yako ikarudi. Labda muombe leo. Why? Kama sema atakufa. Mungu atarudisha uhai. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Soma. Kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Mikononi mwao watakuchukua. Usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Utawakanyaga simba na nyoka. Na mwana simba na joka. Mapepo ni makubwa ndio utakanyaga na damu ya Yesu na nguvu za Yesu, lakini ukiwa nje utakanyaga. Amen. Naomba mwezi udhani ndio mpaka mwezi wa 9 magumi yote ilikuwa ndani yako, ambaye ilikuwa nazuzu ile kesho yako yashinde kwa damu ya Yesu. Na mwezi wa 10 kesha watu yako, kesha shamba lako, bomba lako, unania kuchenga, unania kuna shamba ionekane. Wewe ukichenga, wewe ile bomba alisema utaishi, wanaona unaishi. Usichana kadela inakamilika.
Kama ni mzuri basi, kama ni mbaya, maombi yetu ya leo, kama ni mbaya anaenda. Mungu hataki uharibike. Na kama ni mzuri, mambo yanakuwa laini. Ndio kuna jogoo makubwa. Amen. Amen. Siku zote za maisha yake alijua siku inaondoa kifo, inaondoa mauti, inaondoa ajali, inaondoa talaka. Leo siku yake akatengeneza ili Mungu akulinde. Wacha siku ya watu yako, ya maisha yako, Mungu akulinde. Hata wanakwenda kufanya nini interview, wacha wanakalia usiku. Unajua kitu kile ni interview, wanakalia usiku. Sema huyu Jumatatu kaenda kwa interview, wamkatae ama kitu iruke. Sasa interview inakuja hapa ya 9 kwa mtihani, wao watoto. Sasa vile usiku mwingine wa simu, mwingine tumbo, mwingine haoni, mwingine anajikuta kama alikuwa mjamzito anaenda kuzaa huko. Ina para mtihani anapita, unajua. Natendeka. Si ni kweli? Amen. Sikupenda kwa mtoto minyote yake ilichukuliwa hatua ya kuharibiwa. Kuna mtu kama wakati arudie Mungu na aanze kusoma. Kuna anasoma vitu vizuri sana. Hapo na shida nini tu? Sikupenda kwake. Wazazi wao watu wetu. Na vijana. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ya kazi. Tuombe kazi umefungua hiyo. Mungu abariki hiyo kazi. Ule naongea kile wakati kazi taanguka, wewe acha leo hakuna. Amen. Hiyo kazi Mungu abariki hiyo kazi. Amen. Itoe hapo shamba. Amen. Itoe hapo pesa watu kusoma. Amen. Amen. Leo mwenzako mwambie hii mwezi wa 10 kwa Mungu ananipenda. Mwezi wa 10 kumbe Mungu anataka nisikie neno. Anataka nisikie neno. Kama imenichoma lakini nimesikia. Hata kama imenichoma lakini nimesikia. Umesikia kweli? Amen. Amen. Luka 22:31. Tusoma kitabu cha Luka. Jana nasema mchungaji wa kiapo hizo maandiko yamekuwa mingi, sije nachukua gani na wacha gani. Ni wacha hapo. Kuna ile inahubiri kwa kuna ile inakufundisha uyashike. Na hii itakushika, itakusaidia ukiwa peke yako. Ndio kwa nyumba yako Bwana kubariki. Amen. Amen. Soma Luka 22 kuanzia mstari wa 31. Akasema, Simoni, Simoni, tazama shetani amewataka nyinyi apate kuwapepeta kama vile ngano. Ndio hiyo. Atuliza huko sasa anaitwaje? Anaitwaje? Ndio jina lake. Jina lake mwambie wewe shetani anatafuta kukupepeta. Wewe Josephat, shetani anatafuta kukupepeta wewe. Lakini Yesu anakupenda atakuokoa leo. Lakini Yesu anakupenda atakuokoa leo. Kuna mwingine amekaa kuongea na mwenzake. Leo nabii wewe ubarikiwe. Majina ya Yesu. Amen. Aliyesema nafunguliwa leo. Amen. Alisema hiyo binti hatafunguliwa leo. Amen. Alisema kijana nafunguliwa leo. Amen. Zishtuke wapiti zetu, warembo wetu, Mungu anakufungua kabisa. Ile njia tumevuja, tumebomoa, hii mwezi wa 10 inanyoroka. Amen. 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 Yesu anaangalia Petero, alikuwa na mwezi 12, lakini anaangalia Petero ana maono makubwa mbele huko. Mbele yake kuna uongozi, kuna tawala ndani ya wanafunzi. Mbona kuita wengine? Aliita huyu. Kuna kitu ndio kwa Petero. Lakini akaona huyu ana utawala fulani, ana nguvu fulani, anatafutwa na shetani, anatafutwa na wachawi, anatafuta waganga kufanya nini?
kuharibiwa, ndio bwana yako, mke wako atatafutwa. Amen. Alikuwa mzuri, atatafutwa akukatae, ama nenda ukatae, ndio ukatae watu ukatae. Sikupenda kwa hiyo, kwa sababu ni familia moja. Ni kuombea wa familia. Amen. Ili sasa sipepete familia yako. Asipepete kazi umekuwa na mzuri, lakini kuna watu kuinje. Tafuta njia, wachukue kazi yako, wakuache ukiwa. Amen. Yesu akaona tena kuna utawala, kuna power, kuna nguvu, kuna uwezo ndani yako, ndani ya watu yako, ndani ya kazi yako, biashara, kuna nguvu, kuna uwezo ndani yako. Amen. Kuanzia leo yuko. Amen. Wewe amini tu yuko. Amen. Hiyo mikono iko na baraka. Amen. Hiyo uso iko na baraka. Amen. Hiyo akili iko na baraka. Amen. Hiyo utumbo iko na baraka. Amen. Kaza mikono yako iko na baraka. Amen. Hatua zako ziko na baraka. Amen. Wewe uko na kilo umeingia hapa leo. Yes. Baraka iko ndani yako. Amen. Kwa sababu kwa nyumbani wa Bwana aliye miozetu. Watu tunateleza, Mungu atusamehe, lakini baraka ya mwezi wa 10 na 11 bila tupe. Amen. Fadhili zake za neema ndani ya msamaha. Amen. Na kunyenyekea kupa. Yes. Ili kuabisha adui. Ukamrudia Mungu, Mungu anafurahi sana. Tunataka kari kwa kazi yake kumrudia, adui anakasirika. Kabisa. Sasa mweza kuambia sana kurudia Mungu. Asante kurudia Mungu. Naona kweli umebadilisha. Naona kweli umebadilisha. Kiingereza unataka kumaanisha? Kabisa. Kumaanisha. Naona tabia kumaanisha. Amen. Amen. Soma. Tazama, shetani amewataka nyinyi ili awapepete kama vile ngano. Lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitingike. Nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Ndio. Amekuombea imani yake isitingike. Na yeye ambaye ndugu zake. Mwombe leo ni kwamba imani yako isitingike, muombe bwana wako, mke wako, watu yako. Amen. Waka mgani kama plana sema yangu ni mbali na kwa wewe, acha wewe. Ombea acha. Sasa unatotana unataka kuwa kila nini? Aliona kwa ile ndoa, aliona kazi ile biashara, akasema anamwombea imani yake isiharibike ili watu wake masomo yao ibarikiwe, kazi zao zibarikiwe, ndoa zao zibarikiwe, maisha yao ibarikiwe. Sasa nikiwa vile na kujika hii na kudisha hii, kuna mwingine roho inamwambia peke tu hii. Ningependa sijui kunywa maji pale kwenye kutoka huko. Ni sawa tu, tuombe. Atarudi tutamwekea imani. Tutaki na mtu hapa toka mbarikiwa. Amen. Si kama istangelia angepata hiyo usone ya ndoa yake. Na hapa kila ina msiani ndio kushuka leo. Nisema kujiona na kuwa na bosi wako usaidia kwa ile biashara, kwa ile kazi, ile ina kushuka. Alikuwa amekukataa kusaidia kwa ile kazi, aenda kurudi leo. Uko kutoka promotion, kumpa kazi, kumpa biashara, kumpa pesa. Aenda kupa leo. Petro alikana. Yesu aliona naye kuja, akajua kama karibu sulubishwa, Petro atafanya nini? Atamkana. Lakini alianza kumwambia mapema. Hii maombi ya siku hiyo ilisaidia Petro akaanza kumkana Yesu, alimwambia Yesu. Kama ngoma siku hiyo ingerudi. Ndio maombi ya leo. Ndio kusaidia wengine hapo. Mwingine kama iko ajali hapo. Mwingine magonjwa. Mwingine balaa. Mwingine visirani. Mwingine kataliwa. Amen. Lakini leo katika jina la Yesu. Amani ya utawala. Amen. Lakini nimekuombea wewe imani yako isitingike. Nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Akamwambia, Bwana, niwapo pamoja nawe, mimi ni tayari kwenda gerezani
au hata kifungoni. Akasema, nakwambia Petro, jogoo hata wika leo kabla wewe kujanikana mara 3. Lakini maombi ilikufanya kapita ya majaribu. Wacha maombi leo ikupitishe kwa majaribu makali. Mwingine kalenda yao ilikuwa kusiku. Kalenda yao ilikuwa sipangojeke. Mwingine ilikuwa kifo. Mwingine ajali. Mwingine talaka. Mwingine kukataliwa. Lakini leo neema na neema Bwana Yesu inakushukia. Bwana Yesu akubariki sana sana sana. Amen. Fadhili zake na neema zake zikurudie wewe leo. Amen. Aliona kama utafika mahali utafika kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Utavuka katika jina la Yesu. Amen. Utacheka kwa jina la Yesu. Amen. Utanunua shamba kwa jina la Yesu. Amen. Mungu anakupa watu wazuri. Amen. Wale wakubwa wako wote watakuwa faida kwako. Amen. Kwa ile ofisi ile choni yako. Wacha lango la mwezi wa 10 ifungue lango lako lele maisha yako. Unapigania watu yako popote walipo. Anataka kitu nini? Na anamuombea ili pia ile faida atapata ndani yake isaidie wenzake. Ndio maombi nenda kuombea wewe leo. Yes. Isaidie watu wako. Amen. Ndoa yako. Amen. Nyumba yako. Amen. Ile biashara. Amen. Ile kazi. Amen. Safari zako. Amen. Za kwenda wapi na wapi. Amen. Mungu akulinde. Amen. Amen. Mwezi tatu Mungu akubariki vizuri sana. Nashukuru Mungu sana kwa sababu neno limenena ili mwezi wetu. Ule mchana kwa nafikiri kuweka itawezekana. Hata tafuta mtu wako mzuri ambaye yote ya kazi, yote ya biashara, yote ya elimu yanatafutwa. Wanapima magonjwa ionekani. Wenda ungere ta mama yake Friday. Kwa district hapo. Kata picha yake, kombea picha. Anapigwa mwili yote, scan nione kila kitu, hakuna ugonjwa, lakini ukimwangalia anaisha. Anapigwa damu kila wakati, lakini magonjwa yanaonekana. Kwa sababu gani? Wataka wote ni vijana wasichana wamesoma na wana kazi nzuri. Yaani mama wa bidii na kwa lakini sasa kuna adui umeteka nyara ya mama. Sasa mchana mmoja na amejitoa kwa bidii mama yake. Kuja kuomba nikamwambia ni ile na somo yako. Kwenda kwa mama yake, kwenda kwa anaenda na imani na kuuliza mama yake, anasikia mzigo, anauliza mama yake, unajua imani, anamwambia ni umetoa wapi? Umetoa wapi maneno hii? Amen. Amen. Nisiyofichika ambaye ndio ikule baba, ikule watoto wote, ikule kazi zao, ikule ndoa zao, biashara yao, lakini wale wanaweza kushukia huyu anaweza kula kwa watu yako, kula kazi yako, ashinde katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kaombea na muombea na anapofanikiwa na yako msaada kwa wanafunzi wengine. Wacha ombi la leo, injili leo, kutubu kwa leo, kuomba kwa leo ikufaidi ndoa yako, boma yako, na watoto yako. Katika mwili wa tatu pia kwa faida kwa watoto wetu wako kwa mwili wa tatu. Wengine wanakwenda kwa darasa lingine, grade 2, grade 1, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, grade 7, grade 8, grade 9. Grade 9 leo wanafanya mtihani waende form 1. Wengine ni form 2, form 3, form 4. Amen. Amen. Kuombea watoto wa shuleni kwa sababu kesho ya watoto watakuwa mahali tukiombea. Watakuwa na baraka kubwa na mafanikio makubwa kwa sababu ya maombi ya leo. Na tusichoke kuomba kila wakati kwa hiyo miezi tatu. Amen. Amen. Ndio kwa sababu Yesu anaombea Petro, anamwambia alione kinakuja kwa mbele. Anaona kitendeka katika maisha ya Petro. Maisha ya wanafunzi.
ikabidi muombe. Sasa inakuja kushinda majaribio ya kesho yake. Kuna majaribio ya kesho yako, kesha kazi yako, kesha ndoa yako. Wacha maombi ya mwezi wa 10, 11, 12 Mungu akubariki kutakasa. Amen. Wiki zote za mwezi wa 10, 11 na 12 Mungu atakase. Amen. Siku zote za mwezi wa 10, 11 na 12 Mungu atakase. Amen. Miezi hiyo 3, 10, 11 na 12 Mungu atakase. Amen. Na kulinde popote uendapo, ukaapo, ishipo, Mungu akulinde. Amen. Simama. Worship. Kuwa na imani ndugu yangu, dada yangu. Kuna mgeni amekuja leo, kuwa na imani. Hakuna Mungu mwingine aliye kama
Tuwakaribishe kwa furaha. Makofi kwa wote. Asante. Karibu dada. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Eunice Odhiambo. Nimekuja hapa na my second family, Rani and Mom Grace hapa.
Asante. Barikiwe sana. Yesu asifiwe. Sifiwe tena. Mimi ni shukurani kuu nitoa tu kwa mchungaji wangu Bishop. Nilipokuwa Sunday tulikuwa hapa na mtoto kaenda mahali kwa shule. Bwana Yesu asifiwe sifa. Asubuhi hiyo boda kuja akanichukua tulikana shuleni. Bwana Yesu asifiwe sifa. Nilipofika pale nilipata mtoto amelazwa hapo kwa geti ya watchman, mahali watchman huwa na geti. Bwana Yesu asifiwe sifa. Mtu yote hakuwa pale. Bwana Yesu asifiwe sifa. Anakuwa anasoma waledi, anasoma impresa darasa la 8. Bwana Yesu asifiwe sifa. Nikaambiwa nibebe mtoto nirudishe nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sifa. Na mtoto alikuwa mzima kutoka nyumbani asubuhi biashara na yeye akaomba akatoka. Bwana Yesu asifiwe sifa. Na nikaambiwa baada ya kupeleka nyumbani mpeleke hospitali. Bwana Yesu asifiwe sifa. Na lolote sina hata akili. Bwana Yesu asifiwe sifa. Vile nilipatikana ndio nilitoka. Bwana Yesu asifiwe sifa. Nilikuja na huyo mtoto na boda hadi hapa kwa Bishop. Bwana Yesu asifiwe sifa. Kweli nikabebwa mtoto nikawekwa hapo chini kwa mananga. Nikapata mwanangu mmoja hapo kwa Bishop akanisaidia na huyo boda akabeba mtoto kaingiza. Bwana Yesu asifiwe sifa. Nami nikashikilia naye kaingiza kwa Bishop. Bwana Yesu asifiwe sifa. Hajijui na mimi pia sijui niko wapi. Hakika Bishop aliomba. Bwana Yesu asifiwe sifa. Akaomba mara ya kwanza mtoto hana fahamu, afungui macho, afungui meno. Bwana Yesu asifiwe sifa. Bishop aliniuliza tu anaitwa nani? Haleluya. Nikamwambia majina ya mtoto. Bwana Yesu asifiwe sifa. Hakika mchungaji wa Mungu asidi kumuinua sana. Aliita mara ya 3 mtoto akastuka. Bwana Yesu asifiwe sifa. Akaangalia hivi tena akafunga macho. Haleluya. Mara ya 3 mtoto akarudisha fahamu, akainuka, akamtazama Bishop, akatazama nyumba ya Bishop, akatazama akaona niko pale. Bwana Yesu asifiwe. Bishop akamuuliza uko wapi? Unaniona? Akasema ndio. Mimi ni nani? Akajieleza. Bwana Yesu asifiwe. Akamuuliza huyu ni nani? Akasema acha tuombe mara ya mwisho. Haleluya. Kutokea hapo nilitoka na mwanangu nikienda na yeye nyumbani, sikumpeleka hospitali. Ilikuwa Jumatatu asubuhi kitu saa 3:30 kuelekea saa 4. Kutoka na mtoto hapa nikitembea na miguu hadi pale kwa dipu, nikaingia nyumbani, akashinda hapo nyumbani. Jioni nikakuja na maji. Haleluya. Bishop akaombea hayo maji. Nikabeba hiyo maji nikampelekea. Mtoto akatumia hiyo maji jinsi nimeambiwa. Haleluya. Nikajiweka imani, mtoto akajiweka imani. Hakika asubuhi Jumanne mtoto alishinda vizuri. Jumatano mtoto alienda kwa shule. Haleluya. Ni kwa vile hayuko hapa sasa hivi ningemsimamisha atakuja misa ya pili. Bwana Yesu abariki Bishop sana 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 na asidi kumuongeza miaka. Barikiwe sana Bishop na shule. Ndaki ni nini? Nashukuru mtu alikuwa na shida kali sana na lakini Mungu wa rehema alikuwa na kusudi afunguliwe arudi shuleni. Tunakwambia lazima hii data mtokoto wetu. Mtokoto alipo ili masomo ya high school body Mungu wa rehema. Nyota inapigwa vita tu. Watu wengi wa shule nyota inapigwa vita. Ndio kama mtoto maisha ndio ni akaze maisha na nyingi vizuri siku ya kwake. Nyota inapigwa vita. Kwa hiyo majukumu zetu wote kumbe mtoto. Kumbe ndugu, kumbe dada. Kumbe mama, kumbe mzee. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Nashukuru siku ya leo amenipa uzima na kusimama kwa kanisa hapa. Wiki ilipita huyo msichana mwenye mnaona anasimama Dora, mimi mwezi ya 7. Haleluya. Nilitoka hapa mwezi ya 7. Mama ni mdhaifu nyumbani. Tunabadili sana tu wasichana. Shule ya kijana. Sasa Bishop, Mungu akubariki. Akubarikie sana. Maombi yako vile nilikuja asubuhi akaonekana vile ulisema tu atapatikana. Na nilitoka kwa nyumba yako nikapata kama nipatikana. Mungu akubariki.
Amen. Wabeba vijana wakafanya bidii mpaka wakamdunga sindani, ndio mnaona alisimama hivyo. Mwenyewe alikuja. Mwenyewe alikuja nyumbani na wakijana wakamshika wakampeleka wakamdunga sindani. Ndio mnaona yeye amesimama hivi hajapigana. Nampenda Mwokozi wa maisha yangu. Tangu Bishop aliniombea hapa nikitoa dhabihu. Tarehe 16 nitatoa 2,000 kwa sababu watu wamekuwa na madeni zangu. Viongozi wote washiriki, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninaposimama hapa ninamshukuru Mungu, ninamuinua kwa sababu amekuwa Mungu mwema, amekuwa tegemeo, amekuwa kimbilio na maisha yangu. Bwana asifiwe. Tumepotea kwa muda si sana, ni kwa sababu ya magonjwa. Bwana asifiwe. Nilitoka hapa mwezi wa 8 nikienda nyumbani. Bodea uenda kubonesha mama mzazi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nashukuru kwa maombi yenye Bishop aliniombea, nilinitia nguvu, nikaenda nikafika pale, nikawa niko hospitali, niko nyumbani, niko wodi, niko nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nilifika tarehe 1 hii mwezi wa 10 mama akaweza kutoweka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ninahitaji tu maombi yenu. Usidi kuniombea nikaweze kusimama kwa imani. Bwana asifiwe. Enyewe ni magumu, ni mazito, lakini jinsi nimekuja mahali hapa na maombi itaondoka siku ya leo, itazidi kunifungua. Bwana asifiwe. Na naomba kwamba mzidi kusimama tu na mimi kwa maombi. Usiniache na Mungu awabariki. Yangu ni hayo. Hata kwa uchumi. Kanisa Bishop, nashukuru Mungu kwa umbali mkubwa. Ya mimi kwa shida moja. Ndio dada mnaongea kwanza. Naomba asikie kidogo. Dada. Huyo dada. Actually, hata Esther mwezi wa 10 alijishindia. Twende. Ndio ya kwanza imeanza kuingia. Umuna kwa wapi? Umuna kutotea. Mwisho tumwambia mahusiano. Actually, this was my first prayer request. Mungu aweze kuconnect na mwenye tuelewana naye maisha. Awe kama mwanangu. Tuelewana. Naomba Mungu akupatie neema. Hizi siku zinazokuja niweze kuenda kwao. Na hiyo story heshima. Amina. Haya, ninaambia nyinyi ndio nyume hapa tu. Endei. Mbarikiwe na wazazi wa huko. Singoza ina siku hiyo. Na Mungu akafungua njia na ukatoa hata kushinda hiyo. Si ni kweli? Uende Ezekiel na Biblia namna gani anasema bibi yake alitoa mbuzi na 3,000. Na sai jamii yote kina dada yote kila kitu ni ya uwe juu ya kesho. Enda na ile kwa nacho wazazi wa kubariki. Si ni kweli? Sasa unaangalia ndugu, na wewe dada wa bibi bwana yako. Wadada bwana yako hakuna hapa. So wewe bibi bwana yako leo mchungaji amesema uende kwetu. Ile mambo mama za 10, enda ongea leo uone atakubali. Kitafika Disemba hata piga makofi. Hata nimefurahi muone wameenda. Asante na Mungu awabariki sana. Amen. Mungu wetu mkuu.
Haiko mwingine. Ngoja. Wape wabare. Jameke kwa. Kuja tu. Jakobo kweli. Haya. Emeldina na mimi ndani kuja kwa. Tawe, nenda. Ndio nimetika. Hao ni watu wa Migirigida Ulanda. Karibuni. Pigeni debe tatu nzuri. Leo nimetinda. Wazee huko. Wazee mnaenda. Hata Steve ni mzee wa zamani. Steve ni kuja hapa. Steve ndio wa zamani, kuja hapa wewe wa zamani sana kuja. Siku hapo pia gelegele, mimi ni hapo na unakilisha hata ite. Ni wa zamani sana. Huyu alisali wa jana. Ni mzee ndio kubwa tu lakini ni wa jana. Hata wewe ucheni wa jana tu. Steve hapa ndio mzee kuandika. Kuna wakati Steve ndio mzee hapa. Amen. Kono. Steve ndio mzee kuandika hapa. Hawa ni wazee kwa Tuto na Muri. Amen. Kwa imani ni Steve. Lakini taje Mungu Steve ataongea kwa niaba yenu. Steve anaongea.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Na namshukuru Mungu kwa kibali hiki ambacho ametukirimia chini ya jua, tukaweze kuwa na nafasi ya kutoa shukrani zetu mbele za madhabahu haya. Bwana asifiwe. Si kwa uwezo wetu, ni Mungu ndiye ametubariki, na tumeona pia sisi pia turudishe mkono, kwa sababu Biblia inasema heri mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Kwa hivyo Mungu ametupea, nasi tumemrudishia. Tunazidi tu kuomba kwamba katika madhabahu haya ambayo ndiye amekuwa akituombea, na Mungu pia akaweza kutubariki katika kazi zetu, kwa familia zetu, ndoa zetu zikaweze kuwa na amani, watoto wetu wakasome, nyota zao zikaangaze, na Mungu akawabariki. Kwa mwaka ya huduma hapa nasongea na tunasema kikwendo wewe mwaka yako ni uzee bwana, nikupe nafasi ya ongea hata kule. Asante Bishop. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu kwa siku ya leo na umoja wa dunia yetu. Naona Mungu ajaribu ama aweze kutuwezesha kwa njia zote zenye tunahitaji kupitia kwa madhabahu haya. Mimi tangu niende kwa kanisa hii nimeona maneno mengine tofauti na makanisa zingine, na Mungu wa imani, Mungu wa uwezo na mamlaka atusaidie zaidi tupate kuonyesha ile yenye ametuweka kama tupate kung'aa kwa watu wengine. Anasalama tulani karibu. Mwanaju. Okay, Bwana asifiwe. Asifiwe kanisa. Hata mimi nimerudishia Mungu shukrani asubuhi ya leo. Na vile wenzangu wamesema, haki ya Mungu hapa tumepokea baraka kwa kila wakati. Amen. Lakini sisi pia kama watu wa jumuiya tulionelea turudishe pia pale mahali tunapokea baraka. Na mimi nimeshukuru sana mtumishi wetu, kile vile anatufundisha, tukipiga hatua tunamrudishia shukrani. Tukipiga hatua tunamrudishia shukrani. Kwa majina naitwa Vitalis Odhiambo, mimi pia nimerudishia Mungu shukrani, na Mungu awabariki pamoja na nyinyi pia. Allah, wewe sema tu hai. Sema tu hai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Bernard Ocheni, yangu ni kushukuru. Asante. Kolo sema tu hai. Ndo zao ulala. Sema tu hai. Usiangalie umri, imani iko sawa. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Ni Jesu wa Bulanda Kolo. Bwana. Ndio Jesu wa Bulanda Kolo. Asante, Mungu abariki. Amen. Aya, kaitu tukaribisha kwa pia. Mungu abariki. Steven na kikundi chako Mungu akubariki sana. Wewe ni zamani kwa leo tukumbuke. Steven. Kutoka leo mbali bwana. Mashimo huko tukapanda mlima tukateremka tukaenda. Sasa tuko hapa. Amen. Amen. Haya mama, viongozi wa mama brother. Hata unawajua. Ndio tena wajua. Hata unawajua. Bila tatoa tu hapa kama simama hapo tu. Tatoa tu shule chukua vizuri. Na ukitaka kule hata chebuche kwa hapo kukuleta hapa. Hiyo ni kazi ya chebuche. Chebuche? Pole pole tu. Lazima tuwe na elimu nzuri. Sasa tunakaa kama tena watu wana muuliza shule. Asante, karibu viongozi. Tumaliza na zile sidani za mwisho. Hiyo salamu yake ni ngine. Hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kiongozi wa Bulanda
Mimi naitwa Jesse na Menge. Mimi ndio mwenye naangalianga nyumba ya Bishop. Iko wapi ndio hiyo? Sasa tunampangia vizuri ama baya? Haya, baraka piga makofi. Jesse na Menge, tunakubariki. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Soma tu alafu karibu. Bwana Yesu kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Florence Wandera Msieka. Mimi napenda hii kanisa, napenda Bishop Baba. Ambao alinitoa kwa mtoto wangu ambaye alikuwa hakuna nyumba. Mimi nakubariki sana. Sasa mpango yetu kidogo hii ambao tumeletea Bishop, Mungu abariki, atuombee, atubariki. Ni asante. Asante Bishop. Asante Bishop, unasikia? Karibu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ninaposimama hapa namshukuru Mungu kwa umbali ambaye amenitoa. Na nashukuru mimi kusimama hapa maombi ya Bishop. Namshukuru sana kwa maombi ambayo ananiombea kila wakati. Maombi ya Bishop ilifanya mimi nikasomeza mtoto yenye sikutarajia. Lakini namshukuru sana. Mungu azidi kumpa uzima, Mungu azidi kumtumikia, ila alimchagua yeye ni daktari wetu, hata niseme hivyo. Mungu ambariki sana. Na Mungu akikubariki vile Mungu anapitiana kwa Bishop akituombea, lazima paka ufikirie utaweko kama sadaka. Mbarikiwe sana. Asante. Mimi Dina Adhiambo Bwire. Asante wetu, Mungu akubariki. Daga bidii sana. Mungu akubariki. Baki nani? Haya. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe kanisa. Hakika tunamrudishia Mwenyezi Mungu shukrani kwa umbali kwa ametuleta. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kama jumuiya ya Bulanda tunainua Mungu maana amekuwa mwema ndani mwetu. Bwana asifiwe. Kikubwa naomba Mungu akazidi kubariki jumuiya ya Bulanda, tukaweza kushikana, tukazidi kufanyia kwa pamoja. Kwa majina naitwa Grace Mbarikiwe. Amen. Na leo mmoja aliingia, mwingine. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Nitaidiwa sana na shukuru wa jumuiya ya Bulanda kwa tumeshikana pamoja, tumeweza kutimiza ahadi. Hii ni Mungu ndiye aliyonena tukaweza kufanya, kwa maana tuliongea na tukafanya pamoja. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa maana baraka zetu inatoka kupitia mtumishi wake askofu, akituombea tunabarikiwa. Hata nasi pia lazima turudishe mkono. Sasa tumerudisha mkono, maombi yake inazidi kutenda kazi ndani ya maisha yetu. Ni asanteni, mkaweze kubarikiwa. Wale tuongea kwa shida wote mbele. Ndugu nyuma nenda mbele. Na nzuri. Steven, kuja upande kwa hii. Ulisa ni mfupi, anaweza kusoma kwa mbele. Wanaangalia tu huko. Angalia kanisa, alafu washiriki wale waangalie nyinyi. Naona tumeko sawa, sio sawa? Na wabaki hapo chini na mbili. Mko na mbili? Basi mmoja tusimame tuongee jumuiya. Imekalisha na nyinyi pia. Imeshika majumuiya wa ukoo na yote na wanabarikiwa. Kwa sababu imani tunapokwenda kuwabariki pia sisi tunabarikiwa. Okay. Weka mikono pamoja. Uwepo wako
Weka mikono pamoja. Psalms 23 verse 4. Tuamini. Tunaposoma kitabu hiki nabariki wewe ambao unasikia. Si ati ni Branda peke yake, kuna bariki si wote. Sababu ni baraka za madhabahu. Nabariki kila mmoja ambaye ameingia kwa kanisani leo. Amen. Usiwe na wazazi wao namna gani iko namna hiyo. Amen. Tasoma Zaburi 23 kuanzia mstari wa 4. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Amen. 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 Hii jamii ilikuwa imetekwa ili wapite kwa majani, kwa mauti, kwa msali, kwa mkosi, kwa balaa. Lakini kwa sababu sasa ilikuwa ndani yao wangeopa chochote. Tunaombea juu ya Branda, tunaombea huduma hii, tunaombea kanisa hii, tunaombea jumuiya zote nne, Mungu apate kutakasa, apate kubariki. Amen. Machobe yote ambayo ni bonde la mauti, bonde la ajali, bonde la mikosi, bonde la msikani, naweza kuweka mbele yao, kwa kazi zao, kwa masomo yao, kwa uchumi yao, kwa biashara yao. Ninakataa aina yote ya bonde la mauti, aina yote ya mikosi, aina yote ya msikani, aina yote ya balaa, aina yote ya laana, kwa mkono yao, kwa nafsi yao, kwa moyo yao, katika jina la Yesu. Ninakataa bonde la mauti, laana mauti, mauti, mkono yao, kwa kazi yao, kwa uchumi yao, kwa moyo yao, kwa bonde, kwa laana, kwa mchezo, kwa mchuzi, kwa fulani, kwa mikono yao, kwa metoa, kwa dhabahu, samoto, 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 wafu, ndani yao, kwa mikono yao, kwa maisha, kwa kazi yao, kwa tumia, Yesu atembelee, Mungu zote, Yesu atembelee, wametoa, Yesu mjufu, wa furaha, Yesu atembelee Baba, Yesu atembelee Baba, amani yako na fungu lako la Yesu, Mungu yako amani, na ushindi Baba iko ndani ya mikono yao, iko ndani ya watu yao, iko ndani ya uchumi yao, iko ndani ya Baba, bila umetoa Baba, leta baraka yao, leta uzimani yao, leta nguvu yao, leta baraka sasa, asante kwa rakasa, asante kwa baraka, na kwa kisha